Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Bwana Muumba, mkombozi wetu na mfariji wetu, tumekusanyika kukuabudu katika roho na kweli. Tunakuomba kwa unyenyekevu ufungue mioyo yetu iweze kupokea mahubiri ya neno lako, ili tuweze kuabudu, kutubu dhambi zetu na kuamini katika Yesu Kristo kama mwokozi wetu pekee. Tupate kukua katika neema na utimilifu. Utusikie kwa ajili yake Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Neno la Mungu katika kalenda yetu leo tunalipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ule wa 2. Tasoma mstari ule wa 1 hata ule wa 5. Na sasa niwatangulie kusoma katika jina la Bwana. Amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Na hili ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya Pentekoste. Leo ni siku ya Pentekoste. Mwanzo kabisa wa Agano la Kale, Mungu alizungumza na sisi wanadamu. Mungu alizungumza na wanadamu, alizungumza nao yeye mwenyewe moja kwa moja. Alisema nao. Na kuna njia nyingine alizozitumia kuzungumza na wanadamu, lakini Mungu alizungumza nao kwa sauti kabisa moja kwa moja. Lakini mwanzo wa Agano Jipya, Mungu alimleta kwetu Yesu. Na Yesu akaja, ambaye Yesu ni Mungu katika nafsi ya Mungu, akafanyika mwanadamu na akakaa kwetu, na Yesu akaitwa Immanueli. Immanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akazungumza na sisi kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akasema nasi, akaponya watu, akafufua waliokuwa wamekufa, akaleta uzima. Lakini baadaye Yesu alikufa, na baada ya Yesu kufa akafufuka siku ya 3. Na Yesu alipofufuka siku ya 3 akakaa hapa duniani siku kadhaa. Na baada ya Pasaka zikapita siku 50, na Yesu alipaa kwenda mbinguni. Na baada ya kupaa kwenda mbinguni, Mungu akamtuma Roho Mtakatifu wake. Na huyo Roho Mtakatifu wake akaja kwetu. Ni Roho mwema, ni Roho wa Mungu. Biblia inamuita ni msaidizi. Yesu wakati anapaa kwenda mbinguni akasema, sintawaacha yatima. Bwana asifiwe sana. Akasema sintawaacha yatima. Maana aliwaona wana masononeko, wana manunguniko wale watu. Yesu anaondoka sasa, wanabakije? Lakini ilikuwa ni mipango na makusudi ya Mungu kwamba katika kila nyakati, katika kila zama, Mungu aendelee kuwa pamoja nasi. Na ndiyo maana alimtuma Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi, anakuja kwetu. Kwa hiyo Pentekoste ni neno la wenzetu, maana yake ni 50. Pentekoste maana yake ni 50. Maana yake ni siku 50 tangu kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzetu Wayahudi walikuwa na sikukuu nyingi, lakini sikukuu tatu zilikuwa kwao ni kubwa kabisa. Sikukuu ya kwanza ilikuwa ni sikukuu ya Pasaka, na sikukuu ya pili ni sikukuu ya Majuma, na sikukuu ya Vibanda. Na sikukuu hizi 3 walizisherekea kwa nguvu kubwa kabisa, na walijiandaa kabisa. Na kwa Wayahudi kila mwanaume kwa Wayahudi, kila mwanaume aliyekuwa anakaa kilomita 20
ndani ya mji wa Yerusalemu, sikukuu hii alipaswa kuhudhuria kwenye siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hiyo ya Pentekoste, ambapo ni siku Roho Mtakatifu alishuka, wanafunzi walikuwa wamejikusanya mahali, na watu mbalimbali walitoka maeneo mbalimbali, kona zote za dunia, wakawa wamejikusanya mahali kwa ajili ya kumwomba Mungu na kumsifu Mungu. Na Biblia inasema siku hiyo ilikuwa ni siku ya kukumbuka, ilikuwa ni siku ya kukumbuka nguvu za Mungu na uweza wa Mungu kwa watu hawa. Na siku hiyo pia walikuwa wanakumbushwa zile sheria za Musa, zile sheria ambazo Mungu alimpa Musa pamoja na amri 10. Walikuwa wanakutana kwa ajili ya kumbukizi hizo. Lakini siku hii ya Pentekoste walipokutana, likawa badiliko jipya, akashuka Roho wa Mungu ndani ya wale watu kwa nguvu mpya. Biblia inasema akashuka nguvu kama uvumi ndani ya wale watu, ukawagusa wale watu, kila mmoja akanena kwa lugha yake, kila mmoja akazungumza. Nguvu za Mungu zikawaingilia, zikawafungua, watu wakapata nguvu mpya, na mwanzo wa kanisa ukaanzia hapo. Siku hiyo Biblia inasema Mungu mwenyewe alivyoshuka kwa kutumia Roho wake Mtakatifu, Biblia inasema hapo hapo watu 3,000 walimpa Bwana Yesu maisha. Haleluya! Kwa hiyo tunaadhimisha siku ya Pentekoste leo. Ni mwanzo wa kanisa, ulianza kanisa, baadaye kanisa likaendelea na mpaka leo kanisa lipo, na kanisa linaongozwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu na linalindwa na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni lazima liwe na nguvu za Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu anatusaidia. Sasa tutasema kazi 4 za Roho huyu Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Mungu huyu Roho Mtakatifu ndani ya kanisa analipa kanisa nguvu. Kanisa linapata nguvu, tunakuwa na nguvu kwa kutumia huyu Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye anaingia ndani yetu. Na ndio maana hapa wakija watu wenye magonjwa, wakija watu wanasumbuliwa na nguvu za giza, tukiwaombea Mungu anawafungua. Kwa nini? Roho Mtakatifu anaweka nguvu katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili la kazi ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatufariji, ni mfariji, anatutia nguvu. Kuna wakati kwenye maisha tunapita kwenye giza, tunakutana na maswali mazito yasiyo na majibu. Ukiangalia mbele huoni mbele, ukiangalia nyuma huoni kabisa. Hapo katikati ya mambo mazito, maswali yasiyo na majibu, Roho wa Mungu anaingia ndani yetu, anatutia moyo, anatuambia hata hili litapita, anatupa nguvu. Wakati mwingine tunapita mahali ambapo ni pazito, ghafla tunashangaa Mungu ametuvusha, tunasema tulivukaje hapa? Lakini Roho wa Mungu anasema ni mimi nilikuvusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho wa Mungu anatutia nguvu, lakini pia huyu Roho wa Mungu anatufariji. Roho wa Mungu anatupa umoja, anatufungamanisha pamoja, analiweka kanisa pamoja. Na ndio maana tunaimba ule wimbo tunasema mahali ni pazuri, Roho anapoka ambaye ni Mungu, nafsi yake ni Mungu, ni pumzi, ni sauti ya Mungu ndani yetu. Huyu Roho mwema wa Mungu anatusaidia kuomba kwa Mungu. Kuna wakati mwingine tunakuwa salama, tunakwenda kwenye ofisi zetu, tunakutana na mitego na majaribu, tunashinda kwa sababu yuko Roho wa Mungu ambaye amekaa anatuombea kwa Mungu. Wakati mwingine watoto wetu wanakuwa salama, familia zetu zinakuwa na utulivu na amani kwa sababu yuko Roho wa Mungu amekaa, anamkumbusha Mungu, anamwambia usimwache yule mtu, ataanguka katika lile, hatashinda. Anamwambia Mungu mjaze nguvu, msaidie. Roho wa Mungu anatuombea kwa Mungu, kwa kuugua anatusaidia sisi, tunapata msaada kutoka kwa Mungu. Na jambo la mwisho, Roho wa Mungu anatuhuisha. Hebu sema anatuhuisha.
Kuhuisha kitu ni kukifufua, kukipa nguvu mpya, kukipa muono mpya. Kila itwapo leo maisha yetu ya rohoni yanahitajika kuhuishwa, kufanywa mapya. Na huyu Roho wa Mungu anatuhuisha, anafanya kazi hiyo. Mtu ambaye yuko nje ya Kristo, kimsingi kule rohoni kwake kunakuwa kumekauka. Mtu aliyo mbali na Yesu, nje ya Yesu, Biblia inasema tazama imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu aliyoko nje ya Kristo, kule moyoni kunakuwa kumekufa. Kunakuwa kumekufa kabisa. Yaani mifumo yake ya maisha kule rohoni anakuwa amekufa. Ndio maana yule mama aliyetokwa na damu miaka 12 alipokutana na Yesu akagusa upindo wa vazi lake, Yesu akasema kuna mtu amenigusa. Baadaye Yesu akamwambia mama, enenda zako uwe mzima, usitende dhambi tena. Alimwambia umeondolewa msiba wako. Yule mama alikuwa yuko hai, lakini Yesu alimwambia umeondolewa msiba. Kiroho kuna watu tunaishi kwenye maisha ambayo katika ulimwengu wa roho, tukiwa nje ya Yesu tunakuwa tumekauka. Na ukikauka rohoni ni hatari kabisa. Tunakuwa hivi, mtu aliye mbali na Kristo, kule rohoni kwake kunakuwa kumekauka kabisa. Shetani akiingia kwenye moyo wako namna hii na kibiriti akigusa tu kunalipuka. Ndio maana mtu nje ya Kristo ni rahisi kupata mateso, ni rahisi kupata mahangaiko, ni rahisi kupata shida, ni rahisi kushambuliwa na adui, ni rahisi kupata matatizo yote. Kwa nini? Rohoni kumekauka, hakuna nguvu mpya tena. Huyu Roho wa Mungu anayeingia ndani yetu, huyu mtu aliyekauka namna hii, Roho wa Mungu akiingia ndani yake anambadilisha, anaweka uhai mpya, anamtakasa, anambadilisha. Huyu mtu anabadilika kutoka picha ya namna hiyo. Roho wa Mungu akishaingia ndani kwake anakuwa namna hii. Haleluya, haleluya. Roho wa Mungu anaingia ndani yake. Huyu mtu aliyekuwa namna hii jana, aliyekuwa namna hii, tukamdharau, tukasema hafai, tukasema atapotea, tukasema atakufa, Roho wa Mungu akiingia ndani yake akamfanya kuwa namna hii, ukikutana na yeye maisha yake yanapendeza. Tukimwambia wewe tunakufahamu, umepotea, Yesu anasema ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Tunakaribisha Roho wa Mungu ndani yetu atufanye kuwa wapya. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa zawadi ya Roho wako Mtakatifu. Asante kwa maadhimisho ya Pentekoste, siku ambayo Roho wako amekuja kwenye kanisa, ambaye alifanya mwanzo mpya kabisa wa kanisa. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Neno lako ni taa na mwanga wa maisha yetu. Umesema nasi Bwana, nasi tunampokea huyo Roho wako Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Fungua mioyo yetu ili Roho wako aingie ndani yetu. Ondoa giza la mioyo yetu ili Roho wako mwema akae katikati yetu. Akikaa katikati yetu atatufundisha. Pale mahali ambapo hatuna majibu kwenye maisha atatufundisha. Pale tunapokata tamaa atatutia nguvu. Pale ambapo Mungu hatuwezi atatufariji. Pale mahali ambapo Mungu mioyo yetu imekufa atatuhuisha, atatupa nguvu mpya. Utusaidie, wasaidie watoto wako hawa, kila mmoja tupe nguvu za Roho wako Mtakatifu. Saidia familia zetu, saidia watoto wetu, saidia nyumba zetu. Tubariki katika kazi za mikono yetu, tubariki afya zetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu uliye mwema uingie ndani yetu, utusaidie, utupe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye Bwana na Mwokozi wetu, tunaomba na kukushukuru. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake akupe amani yake. Na sisi sote tukae na baraka zake Mungu hizi. Kwa jina lake Mungu, Mungu Baba na Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.